Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike, uongozi wa jumuiya ya wasaidizi wa sheria wilaya ya Wete Paralegal Unit WEPU umeungana na serikali kwa kuitaka jamii kushiriki katika kupiga vita vitendo hivyo ambavyo vinadhoofisha nguvu kazi ya taifa. Wakizungumza ofisini kwa Wete, viongozi wa jumuiya hiyo wakiongozwa na ofisa mipango Salum Hamis wamesema iko haja kwa jamii na taasisi binafsi kushiriki kuwalinda watoto hawa wenye ulemavu dhidi ya matendo hayo. Aidha, wamesema vitendo vya udhalilishaji vinapowakuta watoto zaidi hupata athari mbalimbali ikiwemo kuathirika kisaikolojia. Kwanza, jina langu mimi ni Salim Hamad Sharif ambaye ni afisa wa mipango wa wasaidizi wa sheria wilaya ya Wete. Kwa kweli kuna madhara mbalimbali ambayo anayapata mtoto ambapo atafanyiwa hivi vitendo vya udhalilishaji. Moja katika athari kubwa au tatizo kubwa ambalo analipata ni kuathirika kisaikolojia. Mtoto anapofanyiwa vitendo hivi vya udhalilishaji huwa anaathirika kisaikolojia na anakaa kama mtu ambaye hajielewi. Anaona kwamba anapoteza hadhi yake mbele ya jamii na anajiona si lolote wala si chochote. Kwa hivyo tunatakikana tuweze kutoa ushauri mwafaka wa watoto ili wasiweze kufanyiwa vitendo hivi ambavyo vinaweza kumpelekea kumwathiri kisaikolojia. Naitwa Kombo Ali Hamadi, ni msaidizi wa sheria na niko kwenye jumuiya ya wasaidizi wa sheria ya wilaya ya Wete, lakini sana mimi nimejikita na kushughulikia watu wenye ulemavu, kundi maalum, kwa sababu na mimi mwenyewe ni mlemavu. Kwa sababu katika kila tukio linalokuja watu wenye ulemavu wanakuwa ni waathirika kubwa zaidi, ni wahanga zaidi. Watu wenye ulemavu wanawatumia watu kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu wengine kuna walemavu waliokuwa hawaoni, wengine kuna walemavu wenye ulemavu wa uzio, hawawezi kuzungumza, hawawezi kusema kwa sababu watu wengi hawajui lugha ya alama. Kwa hivyo kuna wengine wana ulemavu wa akili. Kwa hivyo watu wanahisi kuwafanyia matukio yale kwa wao ni stara, kwa sababu wale hawawezi kuzungumza wala kuwataja. Kwa hivyo tunapita tunaelezana na wazee au walezi wenye watoto wenye ulemavu, kwa sababu hili wimbi sasa la udhalilishaji wa kijinsia au unyanyasaji wa kijinsia limekuwa ni kubwa na limekuwa ni tatizo na ni janga la kitaifa, na waathirika kuwa kama tulivyotangulia kusema ni sisi watu wenye ulemavu. Wito kwa taasisi mbalimbali pamoja na jumuiya mbalimbali ikiwemo za usaidizi wa sheria za Zanzibar, pia jeshi la polisi, dawati, ustawi wa jamii, ofisi ya wanawake na watoto, mahakama pamoja na jamii kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunatia nguvu moja katika kupiga vita na ili kuondoa udhalilishaji hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Unahisi kuwepo kwa ushirikiano na taasisi hizo utasaidia vipi kukomesha matendo haya? Mimi naamini kwamba uwepo wa mashirikiano ya pamoja ndiyo chachu katika kuondoa matatizo haya, kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ninaamini kwamba polisi pekee bila kupata jamii kama mashahidi hawezi kutekeleza. Naamini kwamba mahakama kama hakupata ushahidi hawawezi kutekeleza, na pia jamii bila kushirikiana na uaminifu wa jeshi la polisi pamoja na wanajamii wengine hawawezi, lakini hata na vyombo vya habari katika kukemea na kueleza suala hili. Kwa hivyo naamini kwamba mashirikiano pamoja yatakuwa ndio silaha tosha katika kuondoa matatizo haya katika jamii yetu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 imeanzisha mahakama maalum kwa ajili ya udhalilishaji. Pengine hii kauli ya serikali inazungumziaje? Ni kwamba mahakama hii sasa hivi inafanya kazi vizuri, kwa sababu adhabu kama iliyowekwa inatekelezwa. Watu wanaadhibiwa kwa mujibu wa vifungu vya adhabu vilivyowekwa vya udhalilishaji. Dhamana zimekuwa hakuna katika udhalilishaji, kama Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba kesi hii mtu akigundulika tu, akituhumiwa tu, mpaka ushahidi umaliziwe wa kesi yake ndio aweze kutoka nje. Wito wangu kwa jamii ni kwamba watu wenye ulemavu tu karibu nao, na wanapotokea matatizo tusikubali suluhu ya nyumbani. Kwa mfano, serikali wao imechukua mkono mrefu kwa watu wenye ulemavu. Kuna sheria namba 6 ya mwaka 2018 kifungu cha 116. Hichi kinaleta ulinzi kwa watu wenye ulemavu. Kinazungumza kwamba kifungu hichi kinazungumza juu ya kosa la mtu kumwingilia mtu mwenye ulemavu wa akili kwa mazingira yasiyokuwa kubaka, basi mtu huyo atakuwa amefanya kosa la kumnajisi mtu huyo na adhabu yake ni kifungo cha maisha. Kwa hivyo huu ni ulinzi mkubwa, na hili limetufariji sana watu wenye ulemavu kwamba serikali inathamini utu wa watu wenye ulemavu. Katika sheria zote zinazotungwa, watu wenye ulemavu zinawagusa na wanaikuwa hifadhi ya ulinzi wa kisheria.
sheria imesema, je, inatekelezwa? Sheria kuzungumza ni jambo jingine na kutekelezwa ni jambo jingine, lakini kwa hivi sasa sheria inatekelezwa. Watu wanapatikana makosa na ushahidi ukipatikana, kwa sababu sheria inakwenda na ushahidi au hukumu au kosa linakwenda na ushahidi, kwa sababu tatizo kubwa sana ni watu wanapinga kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Hata kama sheria ipo, kama ushahidi haujakamilika au ushahidi hautoshi, sheria inakuwa imebaki vile vile kama ni sheria. Lakini endapo watu watashiriki na watakubali kutoa ushahidi mahakamani katika vitendo vya udhalilishaji na unyanyasaji, basi sheria itafanya kazi. Viongozi hao wametoa wito kwa jamii kuhakikisha inaondoa rushwa muhali ili kuleta ufanisi katika mapambano dhidi ya vitendo hivyo. Ni watu wote kukubali kwamba udhalilishaji na unyanyasaji ni tatizo la kitaifa. Kwa hivyo kushirikiana na serikali, kushirikiana na jamii zote ili tuweze kwa pamoja kutokomeza hili tatizo. Kila mtoto anahitaji kulindwa, hususa watoto wetu wanapokuwa wadogo, kwa sababu bado anahitaji matunzo, na matunzo haya yanahitaji usimamizi wa jamii, yanahitaji usimamizi mkuu wa wazazi ambao wataweza kumlea mtoto huyu awe bora, na yakifanyika malezi bora kwa kila jamii, basi hapa ndio tunapojenga taifa bora na tukapata taifa ambalo ni imara na lenye nguvu na lenye watenda kazi wenye kasi na wenye moyo wa taifa lao. Kwa hiyo inapaswa katika hali hii tuweze kuwalinda watoto na vitendo vyote vinavyohusiana na udhalilishaji. Kwa hiyo tusiwadhalilishe watoto. Tukiwadhalilisha watoto tutaweza kupata taifa ambalo sio nzuri. Kwa hiyo nikidhalilisha mtoto wangu mimi na mwenzangu akidhalilisha wake, hapa tunakuwa tunaporomoa taifa letu kimaadili, jambo ambalo si zuri kulifanya au halihitajiki. Kwa hiyo kila mzazi anahitajika kuwa mlezi wa jamii yetu ili kuweza kuweka taifa letu katika misingi mizuri, misingi imara ambayo itaweza kuleta uchumi bora ambao utaweza kutusaidia wanajamii wote kwa ujumla. Ukiangalia kidogo, mtoto anadhalilishwa, vipi utamtambua mtoto aliyedhalilishwa? Vipi utamtambua mtoto aliyedhalilishwa? Unaweza kumtambua vipi kwamba mtoto huyu amedhalilishwa? Unaweza kumtambua unapomkuta na majeraha yasiyo ya kawaida ndani ya mwili wake. Unaweza kumkuta mtoto wako ana majeraha yasiyo ya kawaida. Majeraha haya yanakupa ishara kwamba uweze kufuatilia mtoto wako tatizo gani lililomsibu. Ni tatizo gani lililomsibu, kwa sababu huyo itakuwa amefanyiwa madhara, huyo amefanyiwa unyanyasaji wa kijinsia. Vile vile mabadiliko ya tabia za mtoto wako. Mabadiliko ya tabia za mtoto wako, unatakana mtoto msome tabia yake. Unapomwona mtoto wako ameleta mabadiliko ambayo si ya kawaida, basi lazima wewe mzazi uwe macho kabisa kuweza kujua ni kwa sababu gani mtoto wangu sasa ana tabia hizi, uweze kuchukua hatua za mapema kabisa kabla ya madhara kutokea au kabla ya madhara kumfika mtoto wako. Majeraha ambayo sababu yake inatatanisha. Inawezekana mtoto kumuuliza sababu gani ana majeraha, lakini majeraha hayo sababu zake ni za kutatanisha, hazieleweki. Kupata taarifa na maelezo kutoka kwa mtoto mwenyewe, kwamba mtoto mwenyewe anaweza kukupa chanzo cha taarifa, ukaweza kujua jinsi gani mtoto huyu alivyodhalilishwa. Kuondosha dalili nyingine, kutoa kwa kuona dalili nyingine ambazo zinazoweza kumtokea mtoto. Kana dalili zote ndio taja hanazo, lakini kuweza kujua dalili nyingine ambazo zinaweza kutokezea kwa mtoto ambazo zinaonyesha jinsi ya udhalilishwaji. Kwa hiyo lazima tuwe imara kuweza kuwa karibu na watoto wetu ili kuweza kuwaelewa matatizo yanayotokea, na tuwe wadadisi kwa watoto wetu ili tuweze kuwasaidia kijamii, tuweze kuwasaidia kielimu, tuweze kuwasaidia kimazingira ili wapate wawe watoto wazuri wa taifa letu. Labda mwalimu, umeeleza aina za udhalilishaji. Je, wewe unachukua hatua gani kuhakikisha kwamba mambo hayapo? Hatua tunazochukua kwanza ni kutoa elimu kwa jamii
tunakwenda tunatoa mikutano mbalimbali kuelimisha jamii ili kuhakikisha kwamba jamii hiyo inaelewa namna ya udhalilishaji na inaelewa hatua gani wazichukue baada ya kutokea udhalilishaji. Kutoa elimu ni jambo moja na jamii kuipokea ni jambo lingine. Je, jamii inaipokeaje elimu kwenda kuitoa? Jamii wanaipokea kwa furaha kabisa, kwa sababu hapo awali idadi kubwa walikuwa hawaelewi kwamba kwa mfano kumpiga mtoto ni kumdhalilisha. Walikuwa hawaelewi kumtukana mtoto kwamba ni aina ya kumdhalilisha. Walikuwa hawaelewi maswali kama haya, walikuwa wakiona ni mambo ya kawaida ya kubalika ndani ya jamii. Kwa hiyo jamii sasa imepata mwamko na sasa wanaelimishana wao kwa wao na wanakuwa kwa mstari mbele kupiga vita udhalilishaji wa aina zote. Jumuiya ya wasaidizi wa sheria wilaya Wete ni moja ya jumuiya ambazo zimeshirikiana na serikali katika kutoa elimu ya kupinga vitendo vya udhalilishaji.